Tunaishi kwenye maisha ambayo ni rahisi sana kuona watu wengine wanaperform vizuri kuliko wewe, ikiwa ni mtu ambaye unapenda kuangalia the green grass at the other side of other people. Kwamba unapenda kuangalia watu wengine wana nini au unapenda kujilinganisha. That's bad. Lakini trust me, Mwenyezi Mungu katuumba katika njia ambayo kila mtu anaweza kuperform, kufanya vitu kwa uwezo wake kwa namna yake. Sawa sawa. Kuna mwandishi mmoja hapa Tanzania anaitwa MC Mwalimu Makena, ameandika kitabu. Kuna mstari kwenye chapter ni ya pili au ya tatu unasema Mwenyezi Mungu anachukia kufananisha vitu. Akafafanua kwamba Mwenyezi Mungu ameumba vitu vingi tofauti kuonesha ukubwa wake na uwezo wake ambao ni wa ajabu sana. Ukitaka kuelewa uajabu huu ni kwamba hasa watu mapacha wanaofanana kabisa, wale wanaitwa identical twins ambao wanakuwa kwenye mfuko mmoja, ukienda kuangalia wanafanana kila kitu kiasi kwamba hata babao sometimes anapotea kwamba huyu ni kula au not. Hawafanani fingerprints. Kuna kitu hawafanani. Sawa. Lakini hebu angalia kitu cha ajabu zaidi, na mimi nisema ni maajabu ya kawaida sana. Tazama hapo ulipo, mko watu wangapi? Kama mko 10, kama mko darasani mko 30, mko hata kama watu 3 wangapi, na uliowaona kwenye TV na watu wote uliowaona tangu umezaliwa, watu gani umeona wawili wanafanana sana? Au mara ya mwisho lini umeona watu wanafanana sana na sio ndugu? Unaona swala gumu sana. Ingia kwenye daladala, kuna watu 20 30. Nitafutie watu wawili wanaofanana kwenye hiyo daladala. Ukishuka ukienda kwenye daladala nyingine, chukua nani anafanana na mtu yeyote kwenye daladala uliopanda mwanzo. Leo umetembea paka jioni na watu wote uliowaona kwenye TV. Nenda uwanja wa Taifa kwenye mechi, watu wamejaa, tafuta watu wawili wanaofanana. Lakini kwani uso wa mwanadamu ukoje? Mbona una vitu vitano tu? Macho, pua, mdomo. Vitano hivyo. 1 2 3 4. Vinne. Na masikio basi tuongezee hivyo vitano, si ndio? Hii ndio component ya uso. Ni kwamba vitu vichache, vikiwa vichache maana yake ukitaka kutengeneza watu 10 ni rahisi sana kutoa watu wanafanana, kwa sababu position ya kila kitu kiko pale pale. Mtu yani mwanadamu angepewa kazi ya kumuumba mwanadamu mwingine, ili watafautiane lazima kuna mtu, ili jicho ingebidi liweke juu, lingine liweke chini ili wawe tofauti, au ili aligeuze hivi, lingine likae hivi kwamba ili wawe tofauti. Lakini sheria iwe kwamba weka vitu sawa sawa. Eyebrows, macho yakae hapa sawa sawa, pua ikae hapa hapa ya vile vile, na mdomo wao hapa hapa, alafu watofautiane, unda watumia. Unaanza kunielewa? Ni maajabu makubwa sana. Kwa hiyo wote tunaweza tukawa tofauti sana. Leo nataka nizungumzie how to be good at anything in life. Unawezaje kuwa bora kwenye kitu chochote katika maisha bila kujilinganisha na watu wengine? Unawezaje kuwa bora kwenye kitu chochote kile? Kuna nafasi ya kila mtu kujiboresha na kuwa bora zaidi. Karibu. Tumerejea. Hii ni Success Path Network. Mimi naitwa Ezden Jumanne. Karibu sana popote pale unapotokea. Siku hizi napenda sana nisikie mtu anatazama kutoka wapi. Niandikie chini kwenye comment section. Bwana, na kusikiliza kutoka Gambosh. Sijui ndo wapi. Huko. Wapo watu wanapajua. Kama upo Gambosh niandikie. Na kama uko sehemu nyingine yote wewe niandikie. Popote pale ulipo wewe niandikie. Bwana niko sehemu fulani, afu pia changia mada yangu leo, unaona nini? Unasikia nini? Sawa. Sasa how to be good at anything in life. Kwamba unawezaje kuwa bora kwenye kitu chochote kile unachogusa kwenye maisha. Kile kitu utakachoamua kufanya, kwamba mimi bwana nimeamua kuwa content creator. The question is how to be better in that. Nimeamua kuwa videographer. I'll do videos by means of shooting, labda in editing, graphics a little bit. How to be good on that one. Na kingine chochote kile, nimeamua kuwa mkulima, mfanya biashara, sijui nini. Chochote kile. Umeamua kuwa kuolewa, kuwa mume bora, kuwa mke bora pia, si ndio? So how to be better at anything. Point ya kwanza ambayo unatakiwa usisahau. Master the art of repetition. Jitahidi sana uwe bingwa wa ule utaratibu wa kurudia jambo. Yaani usifanye kitu mara moja. Wanaambia watu hata kwenye Success Path Network usiangalie video zetu kama unaangalia video za ucheshi, kwa sababu watu wengi wanaweza kaangalia hii video kwa mfano, kesho akiona kesho kutwa anasema hii nilishaiona, lakini aliangalia tu mara moja ile imalize afa akacomment bro video kali sana. Hii sio video kuniambia video kali. Hii ni video inatakiwa kubadilisha. Hii ni video inatakiwa ufikirie mustakabali wa maisha yako, kwamba this is about your life. Mimi natumia muda wangu ili kufanya watu wabadilike wawe bora zaidi. So usiniambie eti video kali. Kali maana yake nini? Nataka uniambie video kali, unipe ushuhuda kwamba hii video kali imenifanya kadha. Nilikuwa kadha, siku hizi niko kadha. Bro, nakushukuru sana. Mimi nitafurahi sana na utanipa morale ya kuendelea mbele zaidi. Sawa. Kwa hiyo, master the art of repetition, maana yake ukiwa ni mtu wa kurudia, haufanyi mara moja, ndio unaposikia wanakuambia kwamba experience is the best teacher. Kwamba uzoefu ndio mwalimu mkuu. Yaani mtu anayefanya mara nyingi lazima atakuwa atamaster ujuzi zaidi.
kuna nukuu nyingine inasema kwamba the secret lies in repetition, kwamba siri ipo kwenye marudio, kwamba unavyorudia vile ndivyo ambavyo unaweza ukapata hiyo siri ya mafanikio yenyewe hasa. Na pia kuna nukuu nyingine inasema kwamba greatness is built in repetition, kwamba ubora au ukubwa mara nyingi unajengwa kupitia marudio. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unafanya kitu mara moja, unahamia kwenye kitu kingine, utacheza huo mchezo maisha yako yote. Utakuwa unapata tu, unaweza tu hela ya kula tu, yani kwa sababu nini? Kwa sababu unafanya hiki unaacha, unafanya hiki unaacha, unafanya hiki unaacha, haufanyi kitu kimoja kwa muda mrefu. Ukifanya kitu kimoja kwa muda mrefu, you become a master. Think of presenting. Mimi nimepresent kwa miaka mingapi? Fikiria kama ningefanya tu mara moja afu nikaacha, lakini nafanya kila siku, ndio naweza nikaandaa topic kwa dakika 5-7. Nikiandaa nikija kuipresent, mtu atajua nimeandaa hii topic mwaka mzima au nilikuwa naifanya mwaka mzima. Lakini kwa nini? Kuna tips and tricks hapa na pale ambazo zipo tu, yani kuna vitu vinakuepo tu, inakuwa kama utamaduni wako wa kawaida. So 1, master the art of repetition. 2, it's the journey, not the destination. Hey, ni safari, sio kituo cha mwisho kule tunakoelekea. It's the process, it's not the results. Kwa hiyo ujifunze sana kuifurahia safari. Kwa nini? Kwa sababu katikati ya safari humu tunakopita, humu ni kwambako mtu anajengeka, anakuwa mkubwa zaidi, anajua vitu vingi, anajua kufeli, anajua kuanguka na kuinuka, anajua kutatua matatizo. Matokeo yako mwisho sasa, si ndio? Kwa hiyo it's the journey, not the destination. Huku mwishoni huku ukifika, mtu utamwona tu ameshafika pale. Ndio maana watu wengi wanasema tu natamani kuwa kama mtu fulani. Hapana. Unajua alichopitia mpaka akafika hapo. Tamani hicho au tafuta hicho ukipitie pia, kwa sababu vinginevyo utaishia kujenga nyumba kwenye lami. Unatamani gorofa nzuri na mimi nataka nijenge, unaita fundi, mnaanza kujenga kwenye lami, mnainua gorofa litaanguka. Msingi ndio kila kitu. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa sababu real growth is happening in the process. Ukuaji wa kweli kabisa unatokea kwenye process ya kufanya kile. Ile mtu anaamka asubuhi, anaenda kazini, anafanya hiki, anafanya kile, hivi ndio vinamtengeneza. Baadaye ndio unakuja kumuona mtu ana mafanikio. Wewe umeona tu leo na mafanikio, unatamani na mafanikio, unafikiria unataka utokee hapa, hauwezi, kwa sababu real growth is happening in the process. So it's the journey, not the destination. Ni safari. Penda kuiishi safari yenyewe. Kwa hiyo ni maisha yenyewe, sio mwisho unapoelekea, kwa sababu safari ndio itatabiri mwisho utakuwaje. Tukomee hapo. Jambo la 3 ambalo linaweza kukufanya ukawa bora kwenye kitu chochote kwenye maisha, onesha njaa kama mtu anayeanza. Kuwa tayari kujaribu kile kitu. Fikiria mara nyingi ukiwa unaanza au ulipokuwa unaanza au watu wengi walipokuwa wanaanza au umeshasikiza stories za watu wengi waliofanikiwa. Ukisikiza mwanzo walipokuwa wanaanza, walikuwa wana njaa, wako tayari kufanya kitu chochote, lakini kinachoendana na safari yake, kwamba kitamtoa kule anakoelekea, mtu anakuwa tayari kufanya. Sasa kuna watu wakifanya kitu fulani, wakifanikiwa kidogo, wanaanza kuignore sheria nyingi, vitu vingi, wanaanza kupuuzia vitu vingi. Ukianza kuleta hizi tu, ina maana unaanza kurudi chini taratibu. Lakini nikisema onesha njaa kama unaanza, yani kama hujawahi kuachieve chochote, yani unafanya kama vile hamna kitu chochote, yani hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa kufanya siku zote, ili nini? Uweze kuwa bora kwenye kitu chochote ambacho wewe unataka kufanya. Point ya 4, teach others what you know. Wafundishe watu wengine kile unachokijua. Jamani, sikiza nikwambie, kuna vitu viwili, pesa na ujuzi, au pesa na elimu. Vitu hivi viwili tunaweza tukavispend vyote, tunaweza tukavitumia. Lakini tunapovitumia vitu hivi viwili, kuna kimoja kinaisha, kuna kimoja ukikitumia kinarudi mara 2 au kinakurudishia mara 2. Ukitoa pesa imeisha. Ulikuwa na 10,000, ukitoa umetoa 10,000, hauna 10,000 nyingine, sawa? Lakini ukiwa na elimu, ukimfundisha mtu, the teacher always understands better than the person who is being taught. Mwalimu siku zote huwa anaelewa zaidi kuliko yule anayefundishwa. Kila unapofundisha unajikuta kwamba wewe unakuwa bora zaidi kwenye somo hilo. Kila unapofundisha. Kwa unataka kuwa bora kwenye kitu fulani, umekishakielewa kiasi fulani, anza kuwafundisha watu wengine. Ukianza kuwafundisha watu wengine, I'm telling you, utashangaa. Yani unaweza kukaa hata muda mrefu, siku ukiamua kufanya, unashangaa vitu vinakuja tu, yani unataka kufanya kitu fulani kinakuja haraka. Lakini ukiwa tu umejifunza, unajua mwenyewe, kuna sehemu utafika unakwama, inabidi uanze kugoogle, sio uanze kutafuta sio nini. Lakini kwa sababu ukiwa unafundisha kila siku, vinakaa tu hapa. Yani tap ukigusa tu vitu vipo. Kwa sababu unavifundisha kila siku, kwa vile vitu vinakaa pale tayari. Sawa? Unaposhare unachokijua, mara nyingi kina sharpen zaidi your understanding. Kina noa ule uelewa wako zaidi, yani wewe unakuwa na uelewa wa juu zaidi.
na unaweza ukajua vitu ambavyo mwanzo hata ukuvisoma mwanzo au hujawahi kujifundisha katika hilo. Tuangalie point ya mwisho, nini kinaweza kukufanya kingine ukawa bora zaidi kwenye kile ambacho unataka kufanya. Ignore judgment. Puuzia maneno ya watu, yani judgment. Kama watu wengi wanapenda kuhukumu, wanapenda kusema sema nini, nataka nikwambie everyone has opinions. Kila mtu anakuwa na maoni kwenye chochote kile. Unasikia Waswahili unasema bwana Uswahili noma. Ukila dagaa basi na mama kachoka kichizi. Ukila nyama anajidai kichizi. Sio nini? Unaweza ukasalimia ukabaya jamani pendekeza sana kusalimia. Ukikausha jamani jisikia kichizi. Kwa hiyo maana yake ni nini? Usije ukajishtukia kufanya jambo lako kwa sababu eti watu watasema kitu fulani. Unapoteza tu muda wako. Wakati unafikiria kwamba nikifanya fulani atanionaje, yeye mwenyewe anawaza pia wewe unamuonaje. Kwa kila mtu anawaza tu mwenzie anamuonaje. Kwa wewe fanya tu jambo lako. Ignore judgment. Kwa sababu other people's opinions of you is not your reality. Kwamba mawazo ya watu wengine kuhusu wewe sio uhalisia wako. Naomba niishie hapo. Ezden Jumanne right here, Success Path Network, each one teach one. Shukran sana Noel behind the camera and the crew of Success Path Network. Now listen, fuatilia vizuri haya mambo, lakini niandikia hapo chini kitu gani kingine unaona kingefaa zaidi kuongezea katika somo hili. Hili ni somo muhimu na kubwa sana. Bro, naona hiki kimoja tungeweza kuongezea bana hapa kitakuwa vizuri sana, kitusaidia watu waende mbele. Niandikie hapo chini. Mimi niko tayari tusome na watu wengine tuendelee kujifunza kutoka kwako pia. Ndio maana nasema Success Path Network, each one teach one.